Mahakama kutoa uamuzi kesi ya bosi wa Jatu PLC Machi 14. Jatu PLC ni kampuni ya umma ambayo ilikuwa inajihusisha na masuala ya kilimo, mikopo na uwekezaji. Mshtakiwa namba 1 wa kesi hii ni Peter Isare ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, akitoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu katika hiyo picha unayotizama baada ya kesi yake ya uhujumu uchumi kuahirishwa. Picha hiyo imepigwa na mwandishi Hadija Jumanne kutokea Mwananchi. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga Machi 14, 2025 kutoa uamuzi wa ama kumuondolea mashtaka na kumfutia kesi mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Jatu PLC Peter Gasaya ambaye anaonekana kwenye picha hapo, au kuendelea na kesi hiyo. Uamuzi huo umetolewa leo Machi 11, 2025 na hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mihini baada ya kusikiliza hoja za pande zote wa mashtaka na wa utetezi zilizowasilishwa mahakamani hapo kuhusiana na kesi hiyo. Gasaya anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni kujipatia shilingi bilioni 1 kwa njia ya udanganyifu na kutakatisha kiasi hicho cha fedha. Kesi hiyo iliitwa leo Machi 11 kwa ajili ya upande wa mashtaka kujibu hoja zilizotolewa na upande wa utetezi za kutaka mshtakiwa katika kesi hiyo afutiwe mashtaka yake na kuachiliwa huru. Hata hivyo, wakili wa serikali mwandamizi Job Mrema akisaidiana na Roida Mwakamele waliomba mahakama hiyo itupilie mbali hoja za upande wa mashtaka kwa kuwa mahakama ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza kesi za uhujumu uchumi isipokuwa kibali cha DPP. Awali Gasaya aliomba mahakama hiyo imfutie kesi inayomkabili na kumwachia huru kutokana na upelelezi wa mshauri hilo kutokamilika tangu mwaka 2022 aliposhtakiwa. Gasaya kupitia wakili wake Nafikile Mwamboma aliwasilisha ombi hilo Machi 6, 2025 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mihini wakati kesi hiyo ilipotajwa. Mwamboma amemfikia hatua hiyo baada ya upande wa mashtaka kudai kuwa upelelezi wa kesi hiyo bado unaendelea, hivyo wanaomba tarehe nyingine kwa ajili ya kutajwa. Mheshimiwa hakimu, tunapinga ombi la upande wa mashtaka la kutaka kuahirisha kwa kesi hii kwa sababu mshtakiwa alishafutiwa na kukamatwa tena na kufunguliwa kesi nyingine yenye mashtaka kama ya mwanzo, alidai Mwamboma, na akaongeza kwamba Mheshimiwa hakimu, baada ya marekebisho ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha 9 kipengele cha 3 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaleta takwa kama mshtakiwa ameachiwa kwa kosa lile lile hawezi kukamatwa kwa kosa lile lile, ni hoja zile zile alidai Mwamboma. Akaongeza kuwa sheria hiyo iliweka takwa moja kwa upande wa mashtaka ambapo wawe na ushahidi wa kutosha ndipo mshtakiwa akamatwe tena. Kukamatwa kwake tena kwa mara ya pili kuna maanisha upande wa mashtaka wana ushahidi wa kutosha na wana mashahidi wa kutosha, wanamaanisha upande wa mashtaka wana ushahidi wa kutosha na kesi inapaswa kusikilizwa. Hivyo hii sababu ya upelelezi kutokamilika inashangaza sana. Katika kesi ya msingi, mshtakiwa anadaiwa kati ya Januari mosi 2020 na Disemba 31, 2021 katika jiji la Dar es Salaam akiwa kama mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Jatu kwa njia ya udanganyifu alijipatia shilingi bilioni 5 za Kitanzania kutoka SACCOS ya Jatu kwa kujipambanua fedha hiyo ataipanda kwenye kilimo cha mazao, jambo ambalo alijua kuwa sio kweli. Shtaka la pili ni kutakatisha fedha hizo, tukio analodaiwa kulitenda kati ya Januari mosi 2020 na Disemba 31, 2021 katika jiji la Dar es Salaam. Mwambona alisema kuwa mwongozo wa mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP wa Septemba 20, 2022 kuhusu ufunguaji wa mashtaka na ukamilishaji upelelezi kwa makosa jinai unaeleza kuwa mshtakiwa hata kamatwa kama upelelezi haujakamilika na kesi yao ilitakiwa ikamilike upelelezi wake ndani ya siku 90, na kama haujakamilika mwendesha mashtaka wa mkoa anatakiwa kuomba kibali kwa DPP ili kukamilisha upelelezi, lakini hawajafanya hivyo. Aliendelea kwa kusema hivyo.